Voilà, l'aéroport de Kavumu vient d'être saboté. Voilà. Je me trouve à Chirato pour ce filmage. Voilà. Ni maeroporo kabisa. Ona moto. Ingine ile? Maeroporo. Naam bwana, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, nimekusabai popote pale ulipo, matumaini kwamba wewe salamini kabisa katika afya yako. Ikiwa kabisa tariki 27 mwezi wa April mwaka wa 2026. Umekaribishwa popote pale ulipo, tukipatikana barani Afrika, mashariki mwa Kongo katika Kivu ya Kusini. Ni kwambacho kituo hiki kinachoweza kupatikana. Umekaribishwa nawe haujalishi uko barani Umarekani, hata ikiwa barani Afrika na maeneo mengine uko Ulaya na hata Oceania. Popote pale ulipo ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, umekaribishwa katika kipindi hiki. Basi hii ni Reality Mambo TV, kituo hiki cha habari ambacho kiko kwa sababu ya kukupasha huo habari na upate kufuatilia na kufaidia mengi. Lakini ninachokuomba kitu muhimu ni kwamba wewe ikiwa hujajiunga katika channel hii, basi unaombwa kwa kuweza kujiunga kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu zote kwa ujumla kwa wakati mwafaka, wakati tu tunapoweza kukuletea. Kituo cha habari kinahusika kwa kupasha habari za hali ya usalama, hususan zaidi mashariki mwa Kongo, na habari zingine tofauti ikiwa katika ulimwengu mzima zinaweza kutufikia katika muda mwafaka na wewe tu kupata mwanya wa kuweza kukufikishia. Basi ndugu mpenzi, tunaweza kabisa tukupashia habari katika maeneo tofauti, lakini leo tutakwenda kujibwaga hususan sana mashariki mwa Kongo ni katika Kivu ya Kusini. Basi fuatiliana nami mwanzo hadi mwisho. Ni kituo hiki cha habari kinachopatikana mashariki mwa Kongo, na hivyo tu wewe kuweza kufaidia iliyo mengi. Tumia watu wengine ili wapate kufaidia habari hizi na wao pia waweze kujiunga na kuweza kupata habari tofauti katika mashariki mwa Kongo. Basi ninakuomba ndugu mpenzi msikilizaji upate kunifuatilia, lakini katika mtasari wa habari tutaenda kugusia jambo la kwanza ambalo utakwenda kuligusa kuhusu mkuu wa wazalendo anayeitwa Samadari Mwami Wembasi kuweza kulipinga jambo vikali ya kwamba wazalendo waliweza kupewa pesa 60,000 za Umarekani, yani dola 60,000. Na hivyo kabisa aliweza kulipinga jambo hilo vikali kuhusu jambo la kupewa hizo pesa ya kwamba waweze kuwasumbua wabunge wa nchi ya DRC. Na hivyo pia kuweza kugusia hali ya usalama ikipatikana katika maeneo ya Kavumu ni Kivu ya Kusini. Hivyo kuweza kuona airport au uwanja wa ndege kuweza kubomoka kabisa au kuripuliwa na mabomu tofauti. Na hivyo tutakwenda kugusia jambo hilo na kumalizia pia katika maeneo ya Lubonja katika sekta ya Nganja ikipatikana katika Kivu ya Kusini tarafani Fizi, kuona mkuu Akili Bena kuweza kuita mkutano mkuu wa wakuu, na hivyo kuweza kuligusia jambo tofauti kutokana na hali ambayo inaendelea huko Lubonja. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, ambatana nami mchaka sambamba ikiwa mwisho kabisa niweze kukupasha habari. Basi baada ya hayo tutaanzia habari kamili. Basi ikiwa hivyo ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, baada ya huo mtasari wa habari, na sasa ni kuanzia na habari kamili. Basi na tuanzie ikiwa mashariki mwa Kongo katika Kivu ya Kusini. Kwake mkuu wa wazalendo, coordinator huyo Samadari Mwami Wembasi aliweza kugusia jambo ya kwamba wazalendo waliweza kupewa 60,000 za Umarekani ya kwamba wapate kuvuruga wabunge katika DRC kutokana na hali ya usalama. Aliweza kuyagusia mengi na kuweza kuonyesha kuwa pesa hizo hawawezi kabisa kuzichukua
Lakini ikiwa mkuu yoyote yule ambaye alizichukua, basi ale zile pesa kwa sababu amezipata katika kazi yake. Aliyagusia mengi kwa kuyagusia kwa kina kuonyesha hali ya usalama, lakini akiweza kugusia jambo ya kwamba hilo amelipinga vikali, kuonyesha yeye au wazalendo hawakuweza kuchukua pesa hizo. Kwake Samadari Mwami Wemba akiweza kuyazungumza. Tunakanusha jambo na tunapinga hilo jambo ambalo linasemwa eti wazalendo wameweza kupewa $60,000 kwa sababu ya kuvuruga motion de censure ya wadepute provincial. Nasema kama kiongozi wa uzalendo wa cadre politico militaire Coalition Nationale de VDP Barrad Sentinelle de la RDC Samadar Mwami Wemba, coordinateur. Kazi ya wanabunge ni kukosoa, ni kutunga sheria, ni kutetea, ni kubeba malalamiko ya raia kunako viongozi vya serikali. Hiyo ndiyo kazi ya mwanabunge. Mwanabunge ni representant wa raia, ni eli du peuple, na hakuna mtu anaweza kuzuia kazi ya mwanabunge kwa kukosoa na kuhamasisha au kufukuza mtu ambaye ameonekana ni majangiri, ambaye hataki kutumika kwa kuinua Kongo na kutetea Kongo ili raia ipate amani na kuona kwamba kuko uongozi bora. Baeli yetu provincial, hii message mimi kama kiongozi wa uzalendo tumekanusha ile swala. Na ikiwepo kuna kiongozi yeyote ambaye amepewa hilo pesa, anapaswa kuikula ni pesa ya nchi na asifanye kazi ambayo imetakiwa. Sababu hiyo $60,000 alitoa mshamba, alitoa mkazi yake, alifanya biashara ili apane ile franga. Hapo ndiyo kiongozi anapaswa kujua ya kwamba nchi si ya mtu, nchi ni ya watu. Huyo anaweza kukosea na anaondoka na wengine wanaongoza. Natumaini ya kwamba hakuna kiongozi hata mmoja wa uzalendo ambaye amepewa pesa. Na yule ambaye atafanya vurugu, serikali ipo na sheria za nchi ipo, zitamshughulikia, na hakuna mzalendo ambaye ataweza kusimama kumtetea, sababu atakuwa ameharibu kazi, hakujua yeye ni mzalendo kwa kazi gani na anafanya nini. Leo hapa tunasumbuka, wanajeshi wanasumbuka, wazalendo wako na njala, kila ligne de front inalia njala, paske franga yabo ya contribution hazionekani. Tumeambiwa watatengeneza mapave yenyewe hakuna. Hiyo ni charge ya badepute provincial. Alors contribution ya wazalendo ambayo ni taxe attribuée kwa wazalendo, je sais bien wapi ile taxe mimi Samadari Mwami Wemba niliitoa juu ya kurasone wazalendo, lakini leo imebanwa, inakuwa ingie mDPMR omumake. Haiko taxe ni provincial, haiko taxe ni national. Meme muangalie nomenclature provincial ile haiko ndani, muangalie nomenclature national haimo ndani. Ule mzalendo mwenye taenda simama iko na furaha gani? Uko na wanajeshi wanalia njala, matatizo ya wanajeshi wako kwa sababu ya kukosa chakula.
mimi natamani niseme kwamba wazalendo kazi yetu ni kutetea nchi, ni kupigania nchi, ni kuangalia maadui wako wapi, tuwafate ili tukomboe miji yetu ambayo inaikaliwa na hao warugaruga wenye Rwanda kutoka nchi ya Rwanda na Uganda. Haiko kazi ya kwenda kuvuruga wa député national, wa député provincial na kazi yao. Pana wa député kazi yao waendeshe kazi yao. Mkishindwa kama mwenjo mtakuwa corrompi, wa député provincial itakuwa ni mweye. Rahia yote tunawaangalia. Rahia wote tuko tunaangalia muko munafanya nini na mtafanya nini. C'est trop, c'est mauvais. Hakuna mtu mwenye alimeza nchi akazala nchi. Province ya Sud Kivu ni ya watu wote, na ndiyo maana aliyefaa makosa lazima atimuliwe. Kazi yenu wa député provincial mkikuwa corrompi, ça vous regarde. Nous les Wazalendo, nous sommes habilités pour défendre le pays. Nous ne sommes pas ici pour vous intercaler. Mukazi yenu ambayo mko mnatumikia raia. Hiyo kazi ambayo mtaifanya ndio kazi raia imewatuma. Na ifo kuonyesha raia kwamba mlifanya kazi na ile kazi ilete matunda. Mambo mengine tunakaa kimya tukiwatazama. Hiyo ya kwanza kuandika wazalendo walipewa $60,000, hakuna. Wakati alikuja mliona wazalendo walienda mpokea? Hakuna wazalendo ambao walienda kumpokea gouvernement. Ni kwa sababu wazalendo wako contre Kere. Sababu alisema atawafunga, iko naenda kutushitaki Kinshasa. Si tunavamia hakuna mzalendo mwanavamia taksi ya leta. Wazalendo wako indiscipline, wazalendo wako bavuayu. Omumake ndani ya wazalendo kuko wa licencié, kuko ba cadre universitaire kama yeye. Alors mimi nawaza hakuna mzalendo alienda kumpokea. Na ule mzalendo mwenye alienda kumpokea alienda kivyake kama rafiki, lakini hakuna wa mzalendo ambaye alienda kupokea gouverneur. Cela veut dire kumuonyesha kama anaua watoto na njala, anabanyanganya rasio yao yenye ilikuwa na bauzia chakula. Mpaka leo wazalendo wako na njala. Haile haiwezi tumana hata pigania nchi. Wazalendo tu wako mulinyi de front na wanaandire paske wanajua kama nchi ni yabo, nchi haiko ya mtu. Voilà, nyie wa député provincial mufanye kazi yenyu, tuko nyuma yenyu, tunawachunguza, tunawaangalia mtafanya nini. Alors mumuweke out na mumubebe Angenga. Ile Angenga alifanyaka, alisemaka moye wa député provincial moye ndio muwe wa kwanza kumutia Angenga. Mambo mengine yatafata nyuma. Asante. Ni Samadari Mwamiweba. Basi ikiwa baada ya hayo na tuweze kabisa kujibwaga mara moja katika maeneo ya Kavumo, ni katika Kivu ya Kusini ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota katika maeneo hayo kutokana na hali ambayo iliweza kutokea katika uwanja wa vita, hususan zaidi katika maeneo hayo ikiweza kuripotiwa na kuweza kuonyeshwa hali ya kwamba ilikuwa jana tariki 26 mwezi wa April mwaka 2026, ikiwa katika maeneo na mida ya jioni saa 11, ambako katika uwanja huo wa Kavumu uliweza kuripotiwa na kuweza kuonyeshwa mara ngapi milipuko iliweza kuonekana katika uwanja huo, milipuko ya bomu, lakini haikujulikana chanzo ni nini. Lakini kutokana na vyanzo vya habari na kuweza kuonyesha ushuhuda ya kuwa jambo hilo la mlipuko katika uwanja huo wa ndege umeweza kuonekana kuwa imeweza kuwa shambulio, lakini haijulikani shambulio linatoka ngambo za wapi.
Lakini kwa kuonyesha hali nyingine ya ushuhuda ni kwamba milipuko hiyo imeweza kuripuka, lakini haikuweza kuonyesha ya kwamba kuna shambulio lolote lile liliweza kupitikana. Hayo yote imefanya kuleta wasiwasi katika miongoni mwa wananchi au wakahaji wanaoishi maeneo ya Kavumu, na hivyo kuleta wasiwasi mkubwa na wengine kuweza kukimbia. Lakini hali hiyo iliweza kuleta utata na uchanganyifu kabisa, kuonyesha ya kwamba mlipuko huo au kuweza kuwa na chimbuko linaloweza kujulikana, lakini ni kuonyesha tu hali ya usalama katika maeneo ya Kavumu na kuweza kumilikiwa na wahasi wa FCM23. Hali hiyo imeweza kuonyesha ya kuwa jambo la milipuko hiyo inaweza kuleta wasiwasi mkubwa na kutokuleta kabisa hali ya usalama katika maeneo mengine, na hivyo kutokana na shuhuda imeweza kuonyesha kuwa hata wasafiri ambao walikuwa wanasafiri kuweza kupata wasiwasi na kuweza kukimbia katika maeneo mengine tofauti. Na hivyo hali hiyo ya mlipuko katika uwanja huo wa ndege umeweza kuonyesha mara ngapi hata katika nyumba zilizoko pembezoni hapo, hususan zaidi hiyo nyumba ambayo inaweza kuwa katika maeneo hiyo ya uwanja wa ndege kuweza kuonekana kuripuka na kuweza kuharibika. Lakini hadi kwa sasa haikuweza kuonyeshwa watu ambao waliweza kufariki au kupoteza maisha na kuweza kujeruhiwa, lakini tu kuweza kuonyesha mara ngapi vitu ambavyo viliweza kuungua na kuweza kuharibika kabisa, visivyokuwa hata na idadi ambayo imeweza kuonyeshwa kikamilifu. Basi na tukimalizia huko Lubonja katika tarafa la Fizi, ni katika sekta ya Nganja ambako mkuu wa sekta Akili Bernard aliweza kuita mkutano mkubwa ikiwa hapo Alhamisi katika juma hiyo ambayo iliyopita, na kuweza kuonyesha mahana au manufaa katika kusanyiko hilo kubwa ambalo aliweza kulitisha na wakuu wengine kuweza kuligusia jambo la maeneo yake hao katika sekta ya Nganja. Mambo hayo aliweza kuyagusia zaidi peke yake, akiweza kuzungumza na kuonyesha mara ngapi umuhimu na hali ambayo iliweza kuguswa katika siku 2 mfululizo ambazo waliweza kuzitumia au kukusanyika kutokana na hali ya huko Lubonja na katika hali ambayo inaendelea katika eneo lake. Nimeshukuru sana kwa waalikwa wote ambao waliweza kuitishwa, rika mbalimbali, societe civile, wami wangu wote, sababu nina wami 13 wa chef de groupement watatu, societe civile mu diversite yake, watoto wa Nganja ambao wana kiu ya kujua mwenendo wa sekta ya Nganja walikuja. Hivyo ni takribani ya watu 100 ambao walikuwa kwenye kikao. Si mara ya kwanza mimi kuitisha kikao kama na hichi. Lengo ni kuweza kuwaita kwa pamoja ili waweze kujua kazi ambazo zinafanyika ndani ya sekta ya Nganja, matatizo ni ipi na ni wageni wa nani ambao tumepokea Nganja. Haya malengo yalitupeleka sisi kuweza kufanya siku 2 kwa kupuo. Tunaendelea kujadiliana na kuweza kupata mawazo yao ili kabisa tuweze kuimarika na kufanikisha maendeleo na gestion ya Nganja, tuweze kuwa participative d'une part, responsabilité kwa raia iweze kukusanya pesa, kulipa tase kama vilivyo, societe civile iweze kusensibilize, na mimi ambaye napewa hizo pesa na raia yangu niweze kuonesha sasa kazi ambazo zafanikishwa na hizo pesa. Matatizo zaidi ilikuwa d'ordre administratif. Kuna wamoja ambao hawakuwa wanapeleka ripoti, hakuna hata communication, conflit de limite de pouvoir mu entité, na hayo yote yaliweza kusemekana na kuweza kutoa recommandation ambazo zilikuwa ni tuweze kuimarisha kazi. Ikiwa kazi ni ripoti, wakati hakuna ripoti ina maana kazi imekufa. Kwanza tunaweza shukuru chef de secteur wa Nganja kwa initiative ya kuwa na mazoezi ya kukusanya raia ya Nganja pamoja na bami na makushe mbalimbali juu ya kueleweshana na kutoshana mawazo yenye haiko munjia halali ili vya waziana. Ile eneo tumepokea mzuri sana na tunaweza pendekeza kama ikuwe sawa vile uzoefu wa mara kwa mara kukusanya watu pamoja tu kukosoana makosa pale, inaweza kuwa mambo ya mzuri. Mabaya yenyewe litendewa mgrupema yangu na waza nilionesha kufatana na hali ya
externe wangu ba chef de village, na ile kuonesha ilikuwa kuwapatia mafunzo de façon que wapate kurudilia na kujua uongozi wetu uko fasi gani na nini kenye tunapaswa kutendea mwami wetu fatana na maendeleo ya groupement yetu pamoja na sekta yetu ya Nganja, juu tusikuwe malumbano. Selo mie niliona ni ilipita mzuri juu ba chef de village haiko tu ya groupement ya Babungwe na bale wengine ba magroupement yengine vaze nabo balisikia, na ili inaweza kuwa sawa vile mafunzo kwetu sisi wote. Basi bila kuponda muda kabisa na kuweza kusikia katika yale ambayo iliweza kupita katika kwenye mtasari wa habari, na hivyo ni mwisho wa taarifa ya habari baada ya taarifa kamili ambazo niliweza kukuletea. Ikiwa leo tariki 27 mwezi wa 4 mwaka 2026. Lakini kutokana na hayo yote niliweza kupasha yale yaliyo muhimu, na hivyo tu kuweza kukualika ya kwamba uweze kujiunga katika channel hii kwa kuweza kubonyeza kwenye alama ya subscribe na alama ya kengele, unapata habari zetu katika muda mwafaka. Basi kuwatumia watu wengine, ikiwa wewe kabisa umeshafaidia, basi mtumie mwingine apate naye kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Ni mimi kwako kukupasha na wewe kuweza kunifuatilia mwanzo hadi mwisho. Lakini pia hivyo tutakutana katika wakati mwingine, ikiwa tu habari zinatujia katika muda mwafaka na mwanya huo kukutumia. Asante.